Tumsifu Yesu Kristo, familia ya Mungu ambao tupo pamoja katika magrupu ya Mtakatifu Rita wa Kashia na Bikira Maria msaada wa Kristo. Karibuni tena katika mwendelezo wetu wa semina. Kabla hatujaanza semina yetu, tumkaribishe Mwenyezi Mungu aweze kuongoza katika maisha yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi tukosea. Tutie katika ushawishi lakini tuokoe mavuni. Amina. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Basi ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumza juu ya mambo makuu ya kuzingatia sisi wa Kristo katika mfungo huu wa Kwaresima unaoenda kwa muda wa siku 40. Tulizungumza kuhusu swala la kuwasaidia wahitaji, na hapo jana tulizungumza swala la kuhusu sala, ufafanuzi kuhusu sala maana yake nini, Yesu Kristo na utume wa sala, maagizo ya Yesu Kristo juu ya sala, fanye nini tunaposali, tuzingatie nini, na majibu ambayo Mwenyezi Mungu anatujibu sisi wanawake, watoto wake, tunapozungumza naye kwa njia ya sala. Na leo ningependa nifafanue kwa kifupi kuhusu kilele cha sala zote. Sisi wa Katoliki tuna sala mbalimbali, lakini ipo sala ambayo ndio kilele cha sala zote, na hiyo ndio sadaka ya misa takatifu, yani misa takatifu kwa maneno mengine. Na ninapozungumza kuhusu misa takatifu, naamini kwamba sio neno geni masikioni mwetu. Misa takatifu ni sadaka ya kweli ya Agano Jipya ambamo Yesu Kristo kwa mikono ya padre anamtolea Mungu Baba mwili na damu katika umbo la mkate na divai kama alivyojitolea yeye mwenyewe juu ya msalaba. Na habari hizi tunazipata katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya 22 hadi ya 25. Na tunaposema kwamba misa takatifu ni sadaka ya kweli ya Agano Jipya ambamo Yesu Kristo kwa mikono ya padre anamtolea Mungu Baba mwili na damu yake katika umbo la mkate na divai kama alivyojitolea mwenyewe juu ya msalaba, tunamaanisha nini? Sadaka anayoitoa Yesu Kristo katika misa takatifu anamtolea Mungu Baba kwa mikono ya padre ni sadaka ile ile ambayo Yesu Kristo alitoa msalabani, kwa sababu katika sadaka aliyotoa Yesu Kristo msalabani alijitoa yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe alikuwa ndio dhabihu ambaye alijitoa yeye mwenyewe kwa Mungu Baba kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Hivyo hata katika misa takatifu anajitoa yeye mwenyewe. Dhabihu inayotolewa sadaka pale ni Kristo mwenyewe katika maumbo ya mkate na divai. Tunasoma haya katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1410 ambapo tunasoma hivi: ni Kristo mwenyewe kuhani mkuu wa Agano Jipya, kwa njia ya huduma ya makuhani anayetolea sadaka ya Ekaristi. Ni bado Kristo mwenyewe aliye kweli chini ya maumbo ya mkate na divai ambalo ni toleo la sadaka ya Ekaristi. Sasa Yesu Kristo ameweka sadaka ya misa takatifu kwa sababu gani? Tukaweza kujiuliza hapa. Nimesema kwamba misa takatifu ndio kilele cha sala zote katika Kanisa Katoliki. Ameweka sadaka ya misa takatifu kwa sababu gani? Lengo kubwa la Yesu Kristo kuweka sadaka ya misa takatifu ni kusudi watu wote wapate nafasi ya kushiriki sadaka yake ya msalabani na hivi kujipatia mafaa au manufaa yake pamoja na kukumbuka yeye mwenyewe daima. Pia anamtolea Mungu Baba sadaka bora siku zote, atujalie sisi mastahili yake msalabani, azilishe roho zetu kwa neema ya sadaka hiyo. Tunasoma katika waraka kwa Waebrania sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 10 na sura ya 7 aya ya 27. Kama sadaka, Ekaristi hutolewa pia kulipia dhambi za walio hai na za wafu na kwa ajili ya kupata fadhili za kiroho na za kimwili pia. Tunasoma haya katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1414. Sadaka ya misa takatifu huadhimishwa kwa nia gani? Kwa nini tunaadhimisha misa takatifu? Misa takatifu inaadhimishwa kwa nia tofauti tofauti. Mojawapo ni kumwabudu Mungu, kumshukuru Mungu na kumwomba tusaidie katika mahitaji mbalimbali tunayohitaji katika maisha yetu ya kila siku, kama tunavisoma katika waraka kwa Waebrania ile sura ya 9 ya 14. Na ni faida gani tunazipata tunapo fumbo hili la misa takatifu linapoadhimishwa? Kuna faida nyingi sana za kushiriki adhimisho la Ekaristi takatifu. Mtakatifu Maximilian Kolbe katika kuelezea jinsi gani Ekaristi takatifu ilivyo na muhimu kubwa kwa Mkristo alisema kwamba
Kama malaika wangekuwa na wivu kwa binadamu, basi wangefanya hivyo kwa sababu ya Ekaristi Takatifu. Matunda ya kushiriki Ekaristi Takatifu au misa takatifu ni kama yafuatayo. Kwanza kabisa, unaposhiriki sadaka ya misa takatifu, kwa kupitia misa takatifu Wakristo tunaepushwa na hatari, majanga na mikasa ambayo ingetuangukia. Lakini pia kwa kupitia misa takatifu tunawasaidia marehemu toharani punguziwa adhabu yao na muda wa kukaa toharani. Kama nilivyosema kwamba misa takatifu inaadhimishwa kwa nia ya walio hai na walio wafu. Kwa hiyo misa takatifu ina mafaa pia kwa walio wafu, si tu kwa walio hai bali pia kwa walio hai, kwa walio wafu. Ndio maana tunahimizwa katika kipindi cha Kwaresima, katika matendo ya huruma mojawapo ni kuombea wazima na wafu, ili marehemu wetu waweze kusamehewa muda wao wa kukaa huko toharani, wastahilishwe kuingia mbinguni. Na misa takatifu ni sadaka ya Yesu msalabani. Ndio hivyo, kama tunashiriki vema adhimisho hilo, tunapata maondoleo ya dhambi na adhabu za dhambi tunazozifanya kila siku kwa mawazo yetu, maneno yetu na matendo yetu. Kwa hiyo sadaka ya misa takatifu ndio sadaka ile ile ambayo Yesu Kristo alitoa msalabani. Na kama Yesu Kristo alijitoa msalabani kwa ajili ya sisi tupate kuondolewa dhambi tuliyotenda dhidi ya Mungu, vivyo vivyo tunaposhiriki misa takatifu kwa mastahili, tunapata maondoleo ya dhambi zetu tunazotenda dhidi ya Mungu kwa mawazo, maneno na matendo. Kwa hiyo ni wajibu wa kila Mkristo kuongeza bidii katika kipindi hiki cha Kwaresima, kushiriki misa takatifu katika umakini mkubwa, katika uchaji mkubwa na kwa ibada kubwa. Lakini misa takatifu moja ambayo Mkristo anashiriki akiwa hai hapa duniani ina faida zaidi kuliko misa ambazo ndugu na jamaa watazisali akiwa toharani. Misa takatifu unazosali wewe hapa duniani ukiwa hai zinakuletea matunda makubwa kuliko zile watakazokuwa wanakuombea ndugu zako ukiwa toharani. Kwa sababu hapa duniani unasali ukiwa na nia yako, uthubutu wako, ukionyesha hamu yako ya kutaka kukutana na Yesu Kristo anayetujia kwa njia ya adhimisho la misa takatifu. Mwana liturujia Peter Elliot anasema ni katika fumbo la altare takatifu mbingu na dunia zinakutana. Na mbingu akiwa na maana ya Yesu Kristo na dunia akiwa na maana sayari hii tunayoishi. Katika fumbo la altare takatifu padre anamshusha Yesu Kristo, na huyo Yesu Kristo anakuja moyoni mwetu kwa kupitia fumbo la Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, lakini pia kwa kupitia misa takatifu Yesu Kristo anajaza pale tunapopungukiwa na kushindwa katika maisha yetu ya kila siku. Kwa kupitia misa takatifu Mkristo kwa namna ya pekee anakutana na Kristo katika umungu na binadamu wake, yaani Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu. Lakini pia kwa kushiriki misa takatifu kiaminifu inakuwa faraja kwa Mkristo wakati wa tamati ya maisha yake hapa duniani. Anakufa katika hali ya matumaini ya kufika mbinguni, akitumainia mafundisho ya Yesu Kristo kwa wale wanaokula mwili wake na kunywa damu yake, kwamba siku ya mwisho Yesu Kristo atawafufua na watakaa ndani ya Kristo na Kristo atakaa ndani yao. Kwa mtu anayeshiriki misa takatifu kila mara, kila siku, kila wakati, anakufa katika matumaini kwa na imani kwamba Yesu Kristo hawezi kumwacha, kwa sababu yeye mwenyewe alisema katika Injili ya Yohana ile sura ya 6, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake. Lakini pia kwa kupitia misa takatifu nguvu za shetani zinanyong'onyeshwa na kudhoofishwa. Misa takatifu ni sehemu pekee ambayo tunakutana na Kristo, na uwepo wa Kristo mahali popote pale ni tishio kwa shetani, na shetani hawezi kusogea mahali hapo. Kwa hiyo tunapopokea Ekaristi Takatifu, tunaposhiriki misa takatifu, tunadhoofisha nguvu za shetani na uwezo wa shetani wa kutuzuru sisi. Kwa maneno mengine, misa takatifu au Ekaristi Takatifu ni kinga dhidi ya kuvamizi na hila za shetani na wafuasi wake wote. Lakini pia kila misa takatifu unayoshiriki inakwenda nawe katika siku ya hukumu, lakini hutuwezesha kuishi maisha ya fadhila, mfano wa fadhila za kimungu, imani, matumaini na mapendo. Roho zetu zinahitaji kushibishwa kwa chakula cha kimungu, na chakula bora zaidi ni Ekaristi Takatifu ambacho ndio chakula cha uzima wa milele. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika misa takatifu, kwa kuwa tunapokea Ekaristi Takatifu,
Nahamasishwa katika kipindi hiki cha Kwaresma kujiandaa vyema kushiriki mafumbo haya matakatifu, ikiwa ni pamoja na maandalizi kabla ya kupokea sakramenti hiyo ya Ekaristi Takatifu inayogeuzwa kutoka kwa mkate na kwa mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo katika adhimisho la Ekaristi Takatifu. Tunapopokea Ekaristi Takatifu bila mastahili, tunapokea hukumu yetu wenyewe, kama Mtume Paulo anavyosema katika waraka wake kwa Wakorinto sura ile ya 11 aya 23 hadi 29, ile waraka wa kwanza. Anasema, maana kila mnapokula mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mnatangaza kifo cha Bwana mpaka atakapokuja. Kwa hiyo kila aulaye mkate huu na kukinywea kikombe cha Bwana bila mastahili anakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Basi kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza, ndipo ale mkate huo na kunywea kikombe hicho. Maana anayekula na kunywa bila kutambua maana ya mwili wa Bwana anakula na kunywa hukumu yake mwenyewe. Na Mtakatifu Thomas wa Aquino asema katika wimbo wake wa Sayuni umtukuze kwamba anatufundisha kuwa Ekaristi hupokelewa na watu wengi. Wengine Ekaristi Takatifu kwao huwa ni dawa, na wengine Ekaristi Takatifu kwao huwa ni sumu. Kwa maneno mengine, Ekaristi Takatifu unapopokea bila mastahili, unapokea hukumu yake wewe mwenyewe, na unapopokea kwa mastahili, unajipatia faida bora na matunda ya kiroho. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tuna ibada mbalimbali pia za kuabudu Ekaristi Takatifu katika Kanisa Katoliki. Sisi tujitahidi sana katika kipindi hiki cha Kwaresma kushiriki maabudu ya Ekaristi Takatifu katika makanisa mbalimbali tuliopo. Na tukio hilo linaitwa uonyesho wa Ekaristi Takatifu. Maabudu hayo yanaambatana na sala tunazotoa wa Yesu Kristo mbele ya Yesu wa Ekaristi Takatifu. Kuna faida nyingi sana za kuabudu Ekaristi Takatifu. Kuna faida nyingi sana za kuabudu Ekaristi Takatifu. Tuone watakatifu mbalimbali wenye heri mbalimbali wanavyosema juu ya faida za kuabudu Ekaristi Takatifu, ambacho unaweza kuchangamkia wewe Mkristo kipindi hiki cha Kwaresma. Kwanza kabisa, Mtakatifu Teresa wa Calcutta anasema kila saa moja tunayotumia kuabudu inafurahisha moyo wa Yesu, na hivyo majina yetu huandikwa mbinguni kwa ajili ya uzima wa milele, anasema Mtakatifu Teresa wa Calcutta. Lakini pia Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema maisha ya kiroho ya familia zetu yanaimarishwa kwa njia ya saa ya kuabudu Ekaristi Takatifu. Na anasema tena ufunuo wa Yesu mwenyewe kwa Dina Belangera anasema saa moja tunatumia kuabudu Ekaristi Takatifu ni muhimu kiasi kwamba roho za waamini wengi huenda kwenye uzima, yani mbinguni, badala ya motoni. Na mwenye heri Askofu Fulton Sheen anasema wakati pekee ambao Yesu aliwaomba kitu wanafunzi wake ni wakati anakaribia mateso. Hakuomba chochote isipokuwa saa moja ya kukesha naye. Na saa moja takatifu ya kuabudu Ekaristi Takatifu ni kushiriki katika harakati za ukombozi, anasema huyu Fulton Sheen. Neema ya kuabudu Ekaristi Takatifu ipo juu ya watu wote, anasema Mtakatifu Peter Julian. Na Bwana wetu Yesu Kristo husikia maombi yetu yote, na popote amewafunulia watu wake kwa wale watakaokwenda kukaa naye katika kuabudu Ekaristi Takatifu watapata neema zaidi. Ni maneno ya Mtakatifu Alphonsus wa Liguori. Kila saa tunapokwenda kuabudu, kumbuka kwamba Yesu anakusubiri wewe binafsi kwenda kumtembelea, anasema Mtakatifu Josemania Scavia. Lakini pia kuabudu kwa dhati kuna neema na manufaa makubwa ambayo huzidi kwa wale wanaoabudu hupanuka na kugusa nyumba zao, familia zao, mipaka katika parokia zao, anasema Mtakatifu Papa Paulo wa Sita. Na saa moja takatifu mbele ya Yesu wa Ekaristi ni muhimu kuliko miaka 1000 ya utukufu wa mwanadamu, anasema Mtakatifu Padre Pio. Kwa ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tujitahidi sana kuchangamkia chakula cha uzima wa milele ambacho Yesu Kristo ametuachia, Ekaristi Takatifu tunayokutana nayo katika maadhimisho ya misa takatifu. Kipindi hiki cha Kwaresma kila mmoja afanye bidii kuhakikisha kwamba anashiriki vizuri adhimisho la Ekaristi Takatifu, anafika mapema katika adhimisho la Ekaristi Takatifu. Kama tukao wachelewaji wakati kwenye misa, basi tufanye mabadiliko haya, tuwahi mapema kwenye misa takatifu, tushiriki sala za mwanzo mpaka mwisho, tujiandae, tubebe nia zetu katika maadhimisho ya misa takatifu. Ni katika misa takatifu tunawaombea pia marehemu
lakini misa takatifu inatuimarisha pia sisi tuliowasafiri hapa duniani tukielekea kutafuta uzima wa milele. Ekaristi takatifu inatufundisha mapendo kwetu sisi wanadamu, mapendo ambayo tunatakiwa kuwa nayo, kwa sababu Ekaristi takatifu kwa yenyewe ni sakramenti ya mapendo. Ni itupelekee sisi kujipatanisha na adui zetu katika kipindi hiki cha Kwaresma, itupelekee sisi kuwaombea adui zetu katika kipindi hiki cha Kwaresma, ikalete amani katika familia zetu katika kipindi hiki cha Kwaresma, kati ya wanandoa na familia zao, ikawe chachu ya mapendo. Tujipatanishe vizuri tukisukumwa na upendo wa Yesu Kristo aliyejishusha kutoka kuwa Mungu na kubaki katika Ekaristi takatifu, ili aweze kutusaidia sisi watoto wake tuweze kuimarika kiroho. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ninaposema misa takatifu ndio kilele cha sala zote, zipo sala nyingine pia ambazo hazifikii thamani ya Ekaristi, hadhi ya misa takatifu, lakini ni muhimu kwako wewe kuzisali ili kufika katika uzima wa milele. Na sala ya Rozari takatifu isali, ndani yake mbebania mbalimbali za kuwaombea wafu, za kutuombea sisi tulio hai. Isali hiyo sala ya Rozari takatifu katika familia yako. Kuna sala ya njia ya msalaba tunaisali katika kipindi cha Kwaresma, isali hata kwenye familia yenu, isali kanisani. Shiriki vizuri utume wa sala wenye manufaa mapana katika kanisa hili, wenye manufaa mapana katika familia zetu, wenye manufaa mapana katika jumuiya zetu. Mkristo asiyesali hana utofauti na mnyama mwingine yoyote, mbuzi, ng'ombe na kadhalika, kwa sababu binadamu yeye ni kiumbe wa kiroho mwenye roho ambayo Mungu amempa hii roho ili adumishe uhusiano mwema na muumba wake, atumie muda wake kuzungumza na muumba wake. Sasa Mkristo asiyesali huyo ana tofauti na wanyama wengine ambao Waingereza wanasema they are not spiritual being. Wewe ni binadamu uliopewa akili na utashi na uhuru kamili, binadamu ulioumbwa katika hali ya kuwa na mwili na roho ili uweze kuzungumza na muumba wako. Naomba sana katika kipindi hiki cha Kwaresma tutumie vizuri kusali, kutenga muda wa kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Na hapo kesho nitazungumza toba katika kipindi hiki cha Kwaresma, na kilele cha toba ni sakramenti ya upatanisho, yani sakramenti ya kitubio. Mungu awabariki sana. Leo sipo vizuri, nimeandaa semina hii fupi, na naamini itawafaa katika maisha yenu ya kiroho. Hata kama imekuja kwa kuchelewa, muipokee hivi hivi. Asanteni sana. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amin. Mtakatifu Rita wa Kashia, utuombee. Bikira Maria, msaada wa Kristo, utuombee.